tumekuwa na wapanda mlima 42 ambao wamefanikiwa kufika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, ikiwa ni sehemu ya kampeni yetu ya kila mwaka tunaita GGM Kilimanjaro Challenge Against HIV/AIDS au Kili Challenge Against HIV and AIDS. Na pia tumekuwa na waendesha baiskeli 13 ambao nao wako njiani kurejea hapa. Kampeni hii imeendelea kwa miaka 24 sasa, na lengo lake ni kuleta uelewa kwamba virusi vya ukimwi na ukimwi ni changamoto ya kiafya, ya kimaendeleo, lakini ni jukumu la kila mmoja wetu, kuanzia serikali, makampuni ya kibiashara na mtu mmoja mmoja kwenye kushiriki kuhakikisha kwamba tunatokomeza virusi vya ukimwi, tunatokomeza unyanyapaa na tunatokomeza vifo vinavyotokana na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kama hatutashughulika na ukimwi na virusi vya ukimwi, sisi wenyewe tunajiweka hatarini. Ni lazima ukiwa na jamii yenye afya bora, unakuwa pia na biashara ambayo ina utangamavu. Pili, ninawashukuru wadau wote ambao wameendelea kushirikiana na sisi, hasa wadhamini wetu, lakini nawashukuru na kuwapongeza waliopanda mlima mwaka huu, wapanda mlima 42 na waendesha baiskeli 13. Lengo letu yalikuwa ni kukusanya bilioni 2 na milioni 500, yani dola milioni 1, na tunaona kabisa tutafikia hayo malengo. Kwa kadri jinsi wanavyoondoka wafadhili, basi rasilimali za ndani ziweze kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo kwa ushirikiano huu wa muda mrefu kati ya TACAIDS na GGML umekuwa ni wa kuigwa, kwa sababu kila mwaka wanafanya hili zoezi la kupanda mlima na kuzunguka mlima kwa baiskeli kwa lengo la kuchangisha fedha, na hizo fedha zinaenda kusaidia kwenye mwitikio wa ukimwi nchini. Ushamiri wa ukimwi nchini sasa hivi ni 4.4 kwa mujibu wa utafiti wa mwaka 2022-2023, ambako wanawake wana 5.6 na wanaume wana 3.0. Na kwa upande wa maambukizi mapya ilikuwa inakadiriwa kwamba kwa mwaka huo wa utafiti ambao ni 2022-2023, watu takriban 60,000 walikuwa wanapata maambukizi mapya kwa mwaka. Inaendelea kupungua tutakapofanya utafiti mwingine, kwa sababu mwenendo unaonyesha kwamba maambukizi mapya yanazidi kupungua. Na jitihada ambazo zinafanyika kwa ajili ya kuzuia maambukizi mapya ni jitihada mbalimbali. Kuna zile za kugawa zana kwa ajili ya kama kondom kupunguza maambukizi, kuna elimu ya afya, kuna upimaji wa virusi vya ukimwi ili watu waweze kufahamu, maana mtu akifahamu mapema anaweza kaingizwa kwenye dawa, na akitumia dawa vizuri uwezekano pia wa kuambukiza unapungua. Na kiukweli haikuwa rahisi kupanda mlima, ilikuwa ni changamoto sana, hasa siku ya 3. Lakini siku ya kwanza na siku ya pili ilikuwa rahisi kiasi fulani, lakini siku ya 3 ilikuwa ngumu kwa sababu watu wengi walianza kujisikia vibaya, nadhani kwa sababu ya mwinuko ulikuwa uko juu sana. Lakini baada ya siku ya 4 walijisikia vizuri tena. Lakini pia kuna kitu ambacho nimekiona njiani wakati nikipanda. Kwa kweli mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri mlima. Mimi ni mara yangu ya pili kupanda mlima Kilimanjaro. Lakini sasa hivi nilipopanda mlima Kilimanjaro, ile baridi kali ambayo tulikuwa tunaizoea kipindi cha nyuma, naona kiasi fulani imepungua kidogo ukilinganisha na miaka ya nyuma. Lakini pia nimeona kuna maboresho upande wa network. Kuna baadhi ya sehemu kipanda ukifika unaweza kuweza kuwasiliana na mtu hata kama sio mlima sehemu zote, lakini kuna vituo unaweza kuwasiliana na watu nyumbani kidogo. Kwa kweli tunajisikia tuna nguvu, ingawa kuna uchovu tofauti kwa sababu mlima Kilimanjaro sio rahisi. Kuna kupanda, na tumepanda jana, tumesummit asubuhi, tukaanza safari ndefu sana ya kushuka almost masaa 6. Tumefika pale jioni, tumelala Mweka, na asubuhi tumetembea kuanzia saa 12 asubuhi mpaka muda huu tunafika. Kwa hiyo watu wamechoka, lakini ndani yao wana furaha kwa sababu